Wakati vita dhidi ya Iran vikiendelea kugharimu mabilioni ya dola, deni la serikali ya Marekani linaendelea kupanda kwa kasi. Serikali ya Marekani imekopa takriban dola trilioni 1 katika kipindi cha miezi mitano tangu Oktoba na kusukuma deni la taifa kufikia karibu dola trilioni 39 kulingana na ripoti ya bunge. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa mwezi Februari pekee deni la serikali liliongezeka kwa dola bilioni 308 huku gharama za kulipa riba ya deni zikifika dola bilioni 433 katika kipindi hicho cha miezi mitano. Ongezeko hilo linakuja wakati matumizi ya serikali ikiwemo ya kijeshi yakiongezeka. Ikulu ya Marekani pia inatarajiwa kuwasilisha kwa bunge ombi la bajeti ya ziada ya ulinzi inayoweza kufikia dola bilioni 50 ili kufadhili operations za kijeshi zinazoendelea. Wataalamu wa bajeti wameonya kuwa kasi ya kuongezeka kwa deni inaweza kuwa hatari kwa uchumi wa Marekani. Shirika la Committee for a Responsible Federal Budget limesema hali hiyo haiwezi kuendelea kwa muda mrefu na limetaka serikali kupunguza nakisi ya bajeti. Kuongezeka kwa gharama za vita na deni la taifa kunaweza kuwa changamoto kubwa ya kifedha kwa Marekani ikiwa mzozo wa Iran utaendelea kwa muda mrefu. Pia kunaweza kuathiri soko la fedha na uchumi wa dunia, hasa kama serikali italazimika kuongeza matumizi au kukopa zaidi kufadhili operation za kijeshi. Na Alfa Abdallah, Daily News Digital, Dar es Salaam.